Ndugu mtazamaji na msikilizaji wetu, ni kukaribisha tena kwenye mwendelezo wa masomo yetu ya afya ya uzazi. Leo tutaongelea mada muhimu sana inayohusu, je, mwanamke anapofanyiwa upasuaji kwa njia ya kujifungua, je, anaruhusiwa kujifungua tena kwa njia ya kawaida au itakuwa ni operesheni kwa watoto wake wote atakaohitaji? Fuatana nami, naitwa Dr. Kahibi, ili uweze kujifunza mengi zaidi kuhusu afya ya uzazi. Sasa operesheni ya kujifungua kwa kawaida huwa inaitwa cesarean section. Sasa kuna sababu nyingi zinazoweza kupelekea mwanamke akafanyiwa upasuaji wa kujifungua, lakini leo naomba nijikite kwenye sababu mojawapo. Je, mwanamke anapokuwa amefanyiwa upasuaji inawezekana akajifungua kwa njia ya kawaida? Sasa jibu lake ni hili, ndiyo, lakini kuna vigezo vifuatavyo ambavyo mwanamke anapaswa avitimize. Kwanza kabisa, mwanamke ambaye anakuwa amefanyiwa operation moja, ili aweze tena kujifungua kwa njia ya kawaida, cha kwanza lazima awe ana kovu moja tu. Kwa hiyo mwanamke akiwa amefanyiwa operation moja tu ya kujifungua, basi kigezo cha kwanza kinakuwa kinamruhusu yeye kuweza kujaribu kwa njia ya kawaida kwa mtoto atakayefuata. Kitu kingine kinachoweza kumruhusu, lile kovu lazima liwe na miezi 18 au miaka miwili. Kwa hiyo mwanamke huyu aliyepasuliwa leo atatakiwa kukaa miezi 18 au miaka miwili, ndipo ataruhusiwa kujaribu kujifungua kwa njia ya kawaida. Sababu nyingine au vigezo vingine vinavyoweza kuruhusu mwanamke kujaribu kujifungua kwa kawaida, mtoto huyu lazima awe ametanguliza kichwa. Mtoto ambaye ametanguliza kichwa inakuwa ni rahisi kwa yeye kutoka kuliko mtoto aliyetanguliza tumbo au miguu. Vigezo vingine ni pamoja na uzito wa mtoto. Inashauriwa mtoto asiwe na kilo zaidi ya 3.5. Kwa hiyo tunasema angalau awe na kilo 3.2, 3 au 4. Ikishafika kilo 3.5 na kuendelea, kuna uwezekano wa kupasuka. Na kingine, ukiachana na swala la uzito kwa mtoto, lazima sababu ya operation iliyopita ijulikane ilikuwa ni nini. Kwa mfano, kama mwanamke alipasuliwa kwa sababu nyonga zake zilikuwa zimebana, basi huyu hataruhusiwa kujifungua kwa njia ya kawaida, hata kama ingekuwa ana operation ya kwanza, kwa sababu zile nyonga huwa haziwezi kupanuka zaidi. Sasa hatari kubwa ambayo mara nyingi tunakutana nayo ni kwamba baadhi ya wanawake wameshindwa kuelewa umuhimu wa jambo hili. Hatari unayoweza kuipata kwa mama mjamzito baada ya kuwa umefanyiwa operation ya kwanza ukataka kujifungua kwa njia ya kawaida ni kupasuka kwa mfuko wa kizazi. Kwa nini mfuko wa kizazi unapasuka? Kwa sababu sehemu ile ambayo wamekata, kuna wakati unakuta ile misuli haikushika zaidi, na ndio maana tunasema mwanamke awe amepasuliwa mara moja tu. Mwanamke ambaye amepasuliwa mara mbili, kwa nchi yetu ya Tanzania na baadhi ya nchi, haruhusiwi kujifungua kwa kawaida. Huyo atajifungua kwa njia ya operation watoto wake wote. Sasa kuna akina mama ambao huwa wanaamini hata akiwa na operation mbili anaweza akajifungua kwa kawaida. Hiyo ni hatari. Kuna vifo vingi ambavyo tumevishuhudia vya mama pamoja na mtoto, kwa sababu mama huyu alikuwa na makovu mawili au matatu, akawa ameshawishiwa huko kwamba unaweza ukajifungua kwa kawaida, akajaribu na mwisho wa siku akajikuta mama amefariki na mtoto wake amefariki. Na ndio maana sisi wataalamu tuko hapa kukupa hii elimu ili uweze kujua kwamba mimi ninapokuwa nimejifungua
kwa njia ya upasuaji, ninaweza kujifungua kwa njia ya kawaida endapo vigezo nilivyovisema hapa nitavitimiza. Na nikwambie tu kwamba kwa mwanamke aliyepasuliwa akija kujifungua kwa njia ya kawaida, hata kama ametimiza vile vigezo, basi sisi madaktari pamoja na wauguzi huwa hatusinzii, kwa sababu wakati wowote mambo yanaharibika, unahamia kwenye operation. Na kuna namna ambayo huwa tunaangalia lile kovu. Kuna wakati uchungu unachangamka sana, inafika wakati lile kovu linaanza kuachia na mama anapata maumivu makali sana. Sasa tuna njia yetu ambayo huwa tunaweza tukagusa, tukajua kabisa kwamba huu mfuko unakaribia kuchanika, tunakwenda kukufanyia operation kwa ajili ya kupata mtoto. Kwa hiyo swala hili kwa leo utakuwa umenielewa vizuri, na kama una maswali endelea kutufuatilia, uliza maswali, lakini usisahau kusubscribe channel yetu, kushare pamoja na kulike. Asante sana kwa kunisikiliza.